Kulikuwa kuna hofu, kulikuwa kuna kuogopa. JKT Tanzania inaongoza ligi kuu Tanzania bara ilikutana Young Africans waliosema eti haichezi mpira mzuri. Leo watu wamejaa kwenye mfumo na mtu katandikwa bao 5 kwa mtungi. Kocha wa kikosi cha Young Africans ana salamu za wale wanaosema Yanga wachezi mpira mzuri. Nadhani tulitoa kiwango kizuri sana cha mchezo. Jambo moja muhimu sana ni kudumisha morali na kuendelea kuwa na mtazamo chanya. Mchezo uliopita ulikuwa ni mgumu sana nadhani ulikuwa ni mchezo wa kasi na nguvu kubwa sana. Uwanja ulikuwa mgumu, mpira ulikuwa unarukaruka. Tuliweza kumudu mchezo ule. Kwa leo ilikuwa ni mchezo mpya dhidi ya timu iliyokuwa ya kwanza kwenye msimamo wa ligi kuu Tanzania bara. Hivyo walikuwa na hamasa kubwa sana. Walijaribu kucheza mpira na pia kushinda. Kwa bahati nzuri tulipata bao zuri sana, jambo ambalo tulilifanyia kazi mazoezini na wachezaji walitekeleza vizuri sana. Na baadaye kwa hakika JKT Tanzania walitushinikiza sana. Sisi pia tuliendelea kutengeneza nafasi, lakini kwa mara nyingine bao la pili alikupatikana mapema na mchezo ukabaki wazi. Kisha JKT Tanzania wakaamua kuhatarisha kila kitu. Nafikiri tuliudhibiti vizuri sana mchezo kupitia mabadiliko yetu. Wachezaji walioingia waliuelewa vizuri sana na wajibu tuliowapa. Mwisho pengine ushindi wa bao 5-0 ni mkubwa sana kwetu sisi kuupata kwa JKT Tanzania ukilinganisha na walivyocheza. Lakini mpira wa miguu ndivyo ilivyo na sisi tunaendelea kubaki makini. Sasa ni muhimu sana kurejea katika hali ya ubora, kwa sababu kwa mara nyingine tena tuna siku 3 tu kati ya mchezo na mchezo. Mchezo uliopita tulikuwa na siku 2 tu za mapumziko pamoja na safari ndefu. Hivyo ni muhimu sana kupona kadri tuwezavyo kesho, kuanza kuandaa mpango kazi kwa ajili ya Simba. Mtaenda kucheza dhidi ya Simba, moja timu imara zaidi Tanzania. Unadhani utakuwa ni mchezo wa namna gani? Hakika ni mechi ya kusisimua. Kila mmoja amesubiri kwa muda mrefu sana. Hivyo hamasa itakuwa juu sana, si kwetu tu bali pia kwa Simba. Ni swala tena la kuweka miguu chini, kubaki makini na kuzingatia kiwango chetu. Hadi sasa tumefanya mambo mengi mazuri sana. Hata tunapokumbana na changamoto tunazivuka, tunakabiliana nazo. Hakuna anayejificha, na ndiyo maana nina furaha sana. Hatukumwona Pacome katika mechi 2, labda mashabiki wategemee nini? Lakini mliona kilichotokea kwenye mechi dhidi ya Kabili, jinsi alivyoanguka baada ya kugongana na kipa. Hivyo tuone, hadi sasa hajawa tayari, lakini inshallah kesho atakuwa bora zaidi. Sio Pacome, hata Boka aliamka naoma na mafua. Inshallah kesho naye atapona. Edmund pia ana matatizo la bega. Azizi ana maumivu ya kidole cha mguu. Mambo mengi yametokea, lakini tunakabiliana nayo, tunayafanyia kazi, na wachezaji wameelekeza nguvu zao kwenye mechi ijayo kwa hamasa kubwa. Kuhusu Prince Dube, katika mechi tofauti amekosa mabao mengi. Maoni yako ni yapi kuhusu mchezaji wako? Unasema amekosa mabao mengi kwa sababu alikuwepo kwenye mechi zilizopita. Kama asingekuwepo asingekosa. Swali la kwanza ni kuwa kwenye kikosi, kisha kutengeneza nafasi na kuwepo kumalizia nafasi hiyo. Sio rahisi, ni jambo linalohitaji jitihada kubwa sana, kisha kuweka mpira wavuni. Nimefurahishwa sana na Prince Dube. Bila shaka anahitaji kufanyia kazi zaidi na zaidi, kama ilivyo kwa wachezaji wenzake wote. Sio swala la Prince Dube peke yake au mtu mwingine yoyote. Wachezaji wote wanapaswa kuwa makini na kutoa kilicho bora kwa ajili ya timu yao. Hii ni Young Africans iliyomkanda mtu bao 5-0. Mashabiki wao wanaimba bado Simba, bado Simba. Mechi ijayo ni dhidi ya Simba Sports Club. Pasina shaka mechi hii tutahitaji kuitazama tukiwa majumbani kwetu tumetulia. JR Enterprise tunakwambia ukihitaji kutazama hii mechi vizuri umetulia, hauna sababu ya kuteseka, kwa sababu tunazo TV bora na imara zitakazokusaidia kutazama hizi mechi vizuri sana. Unachotakiwa kufanya ni kutembelea duka letu lililoko pale ushirika wa Neema karibu kabisa na KSMC, au unaweza ukatupigia simu namba 0763153039. Uzuri ni kwamba TV ni kuanzia 134,000 tu. Unapata TV nzuri sana. Nipigie hivi sasa tukuhudumie.